My name is David. Jina langu ni Daudi. I'm happy to be here with you today. Na furaha kuwa nanyi mahali hapa leo. To share the gospel with you. Kushiriki neno pamoja nanyi. And to see my brothers and sisters who believe in the same God. Na kuona ndugu zangu ambao wanaamini katika Mungu huyu. We have a good God. Tuko na Mungu mzuri. Seriously, we have a good God. Hakika tuko na Mungu mzuri. And that's why we have the good news. Na ndio basi tuna injili njema. It's not good news but. Si injili nzuri lakini. It doesn't have a but somewhere. Haina lakini mahali. It doesn't have a contract somewhere. Basi haina pingamizi mahali. It is God himself. Ni Mungu mwenyewe. Making an oath to himself. Akiweka angano I will save you. Na kwamba nitawaokoa nyinyi. Without your work. Pasipo kazi zenu. But by my effort and by my power. Lakini kwa bidii zangu, nguvu zangu. Hebrews chapter 13. Waebrania 13. God says a time is coming when I will make a new covenant with my people. Kwamba wakati unakuja ambapo nitakuwa na angano jipya na watu wangu. I will write my laws in their hearts. Nitaandika sheria zangu katika mioyo yao. And in their minds. Na katika akili zao. I will forgive their sins and I will remember them no more. Nitawasamea dhambi zao na sitawazikumbuka tena. Who is talking? Nani anayezungumza? Is it you? Ni wewe. God himself says, I will forgive your sins. Mungu mwenyewe anasema kwamba nitawasamea dhambi zenu. Down there it says they will all know me. Ya kwamba wote watanijua. Amen. Yes. They will all know me. Ya kwamba wote watanijua Mungu. He did not say if they try harder they will know me. Hakusema wakijibidisha No, watanijua. God promised himself. Kwamba Mungu akaahidi yeye mwenyewe. And he swore to himself. Na akaweka angano yeye mwenyewe. That they will know me. Ya kwamba watanijua. In the new covenant. Katika angano It is jipya. God saying I will for you. Ya kwamba Mungu anasema nitafanya kwenu. And as sure as God is. Na kwa jinsi vile Mungu ni wa kweli. So sure is your salvation. Kwamba jinsi hivyo ndivyo ilivyo wokovu wako. Refer to the success of your salvation. Basi angalia katika kuendelea kwa wokovu wako. Refer it to the perfection of God. Angalia katika utakatifu wa Mungu. Because God is testifying that you will know him. Kwamba Mungu anashuhudia kwamba utamjua. Amen. Amen. Let me say something small. Then I call my brother. Nasema jambo kidogo kisha nimuita ndugu yangu. This gospel is so good. Kwamba injili ni nzuri. You need help to believe it. Unahitaji msaada kuamini. And I'm going to prove to you right now. Na nitaenda kudhibitisha sasa. Let's think about good things. Tufikirie vitu vizuri. Okay. I want us to participate in this. Nataka basi tushiriki katika hili. Okay. Think that you had a one-bedroom house. Yours. Fikiria kwamba ulikuwa na chumba kimoja ambacho kilikuwa na malazi pale. It's a self-contained house. Nyumba ambayo ina kila kitu. How many of you are thinking about that house? Je, unafikiria kuhusu nyumba hili? Okay, let's go higher. Let's say you have a two-bedroom house. Basi sasa una nyumba ambayo iko na vyumba viwili vya malazi ndani. It's still possible, isn't it? Inawezekana. Let's think about a 20-bedroom house. Basi fikiria nyumba ambayo ina sehemu za malazi 20. Okay, maybe it's still coming. Let's think of a house, a 1 million bedroom house. Basi fikiria nyumba ambayo iko na idadi 1,000,000 vyumba vya malazi. You know, you can say it in your mouth. Unaweza sema kwa kinywa. But you can't believe that you can have such a house. Lakini huwezi ukaamini unaweza kuwa na nyumba ile. Now, a 1 million bedroom house. Nyumba moja ambayo ina idadi ya 1,000,000 chumba cha malazi. It's a good house. Ni nyumba nzuri. But it is too good to be true in your eyes. Lakini ni nzuri ya kwamba huwezi ukaamini macho yako. How much more God who is infinitely good? Basi na ni kwa jinsi gani kwa Mungu huyu ambaye haonekani. If you can't think of finite good things, finite as in you can count them. Basi kama huwezi ukaamini vitu hivi ambavyo unaweza kuvihesabu, how can you believe a God who is infinitely good? Basi unawezaje kuamini Mungu huyu ambaye haonekani jinsi alivyo mwema? His goodness cannot be measured by your mind.
Uzuri wake uwezi ukapimanishwa kwa akili zetu. You need help to believe the good news. Tunahitaji msaada ili tuamini wema huo. Because it is too good to be true. Ni kwa maana ni mwema sana kuwa ukweli. And that's why sometimes when we are preaching you say, how is this things? Na wakati mwingine unapokuwa ukihubiri unauliza basi na mambo haya ni kwa jinsi gani? And do you know why people are not manifesting the fullness of God? Na ninajua ni kwa nini watu waweze wakadirisha ukweli na uzima wa Mungu. Because they think they have to use their energy to believe God. Ni kwa maana wanafikiria wanahitaji nguvu zao kuamini Mungu. But Philippians tells me 2 verses 11. Lakini Wafilipi 2 mstari wa 11 ananiambia, God is working in me. Mungu anatembea ndani yangu To will and to do. ili akaweze kutekeleza. God is working, present continuous tense. Kwamba Mungu anatembea kumaanisha ni jambo ambalo linaendelea. Working, anafanya kazi. Anafanya kazi. God is working in me. Kwamba Mungu anafanya kazi ndani yangu. To will and to act according to his good pleasure. Ili kwa kupenda na akapate kufanya kulingana na mapenzi yake. I want to tell you something. Nataka kukuambia jambo. God is working in you right now. Kwamba Mungu anatembea ndani yako sasa. If you think that you have to do something so that God can work in you, kama unafikiria ni lazima ufanye kitu ili Mungu atatembea ndani yako, that very thing that you are doing, hicho kitu ambacho unakifanya, it is what alienates you from what God is doing in you. Hicho huwa kinakupunguza kutokana na kile ambacho Mungu anataka kufanya. It is like me saying, ni kama mimi niseme, I am now here in Jesus End Time Ministries. Niko hapa katika kibanda hiki. And then I'm still thinking I have to come here. Na ninaendelea kufikiria nitakuja na niko ndani tayari. Every plan that I'm doing, basi kila kitu ambacho ninakifanya to get here, ili nipate kufika hapa. Yet I am here. Na tayari niko hapa. Those things I'm doing to get here, na vile vitu ambavyo nitaenda kuvifanya mahali hapa, and the very things that are getting me out of here, na vile vitu ambavyo zinaenda kufanyika hapa na ninaondoka. Are you getting what I'm saying? Niondoa mahali hapa. If I am in heaven right now, kama basi niko mbinguni sasa, because the Bible says I'm seated in heaven. Maana Biblia inasema nimeketi na Yesu. If I say Bwana shuka kutoka mbinguni, inaposema Bwana shuka kutoka mbinguni, I'm saying I'm not in heaven. Basi ninasema mimi siko kule. So the very thing that I think I'm praising God, na kitu kile ambacho nafikiria namtukuza Mungu, is the very thing that is taking me away from this God that I already have. Ni kile tu ambacho kinanitoa kwa Mungu na tayari ninacho. Are you seeing what I'm seeing? Unaona kile ambacho nakiona? I want to say this. Nataka useme hivi. The truth, ukweli, has been the truth. Umekuwa ni ukweli even before you knew it. Hata kabla hujautambua. Amen. Amen. Number 2, the truth, ukweli, cannot be changed by popular vote. Hauwezi ukabadilishwa na jinsi tunavyoichukulia. What is this? Jiwe. Now, if all of us decide and agree that this is a cup, kwamba sisi wote sasa tukikubaliana hiki ni kikombe, will it change this thing to be a cup? Itabadilisha jiwe ile kuwa kikombe? Okay, if I go to Nairobi and convince everybody in Nairobi na nipate kumhakikishia kila mtu mjini that this is a cup, kwamba hiki ni kikombe. Now because you have many people, will it be a cup? Basi ni kwa maana kuna watu wengi kitakuwa kikombe? It will not, sindio? Because the truth does not depend on popular vote. Na kwamba ukweli hauzingatii vile tunavyoona. And truth, na ukweli, is something you realize. Kitu ambacho unatambua. It is not something that you begin. Sio kitu ambacho unaanza. Jesus said something. Yesu akasema, I am the way. Ya kwamba mimi ndimi njia. I am the truth. Mimi ndimi ukweli. And I am the life. Na mimi ndimi uzima. So Jesus, kwamba Yesu, has been there before. Alikuwa pale mwanzo. Has been who he is before. Alikuwa yule aliye hapo mwanzo. And he never changes. Na hajabadilika. Regardless of popular vote. Pasipo hata kuangalia jinsi watu watakavyomchukulia. Now, Jesus is Jesus the Son of God. Yesu ni Yesu mwana wa Mungu. Is Jesus the Son of God?
Yesu ni mwana wa Mungu. And he says he is the truth. Na anasema mimi ndimi ukweli. So who is the truth? Basi ukweli ni nani? The Son of God. Sindio? Mwana wa So the Mungu. Son of God is the truth. Kwamba mwana wa Mungu ndiye ukweli. Sio ni rahisi tuko pamoja mpaka hapo? The Bible says Biblia inasema we were birthed into the truth. ya kwamba tulioshwa katika ukweli. We were birthed. Tulizaliwa katika ukweli. That is James 1 verse 18. Yakobo 1 mstari wa 18. We were birthed in the truth. Tulizaliwa katika ukweli. Remember, the truth has been there forever. Kumbuka ukweli umekuwa tangia mwanzo na milele. And the truth never changes. Na ukweli ubadiliki. And you na wewe were birthed. Tuliweza kuzaliwa. Let me ask a question just before I just conclude and then call him. Nitauliza nikienda kumalizia. How many of us in this place ni wangapi mahali hapa chose to be given birth in their family? Walichagua kuzaliwa mahali ulipozaliwa? Who had a say? Nani alikuwa na neno? You did not have a say. Hakuna yeyote aliyekuwa na neno. Sindio? So our being birthed into the truth had nothing to do with us. Basi kuzaliwa kwetu katika ukweli haikuwa na jambo lote kwetu. And to understand who we are, na kuelewa sisi ni kina nani, we have to examine the tree from which we came from. Basi tunahitaji kuangalia au kuchunguza mali pale tulipotoka. Because I am a Kimani, my name is Kimani. Kwamba jina langu ni Kimani. Because my father is Kimani. Maana baba yangu ni Kimani. Are you seeing that? I look like Kimani. Na mfanana Kimani. Because my father is Kimani. Maana baba yangu ni Kimani. If you want to know who you are, look at the source that gave birth to you. Basi ukitaka kujijua, angalia kuzaliwa wako. Amen. Amen. And so this is the thing that I want us to know today. Basi tujue hili leo. When we are preaching the gospel, tunapohubiri injili, we are not bringing you something new. Hatuleti kitu ambacho ni mpya. We are revealing that which was from the beginning. Basi tunaenda tu kudhihirisha kile ambacho kilikuwa. That which never changes. Upendo ambao ubadiliki. That which never goes with majority votes. Ambacho huwa kiandanishi na maono ya wanadamu. That you are in God. Kwamba mimi niko ndani ya Bwana. And just the way Jesus has never been separated from God. Na jinsi vile Yesu hajaitenganishwa na Mungu. You have been birthed into that reality. Basi tumepata kuzaliwa katika ukweli huo. And the gospel na injili is called news. Inaitwa injili nzuri. News. Habari njema. Where do we see news? Basi wewe tunaona habari wapi? In the land, kwa TV, sindio? TV ama gazeti, sindio? Do you see news inasema hii ni habari? Usiibe, usizini. Habari sio future tense. Habari si kitu ambacho kitakuwa. News, habari ni vitu ambavyo vilifanyika. Habari ni hivyo. If you open your TV, unapo basi fungua runinga yako 7 o'clock, asubuhi saa 1, 7 o'clock in the evening, na hata jioni saa 1, you will hear the news of what happened. Utasikia habari za yale ambayo yamekwishatendeka. So these things have already happened. Kwamba mambo haya tayari yamekwisha timia. So the good news, na habari hizi njema, is a good report. Basi hii ni ripoti njema of what has already happened. Na kitu kile ambacho kimekwisha. And let me just give you something very powerful about that. Na nitakuelezea kitu kuhusu hili. Everything that God had for you, kila kitu ambacho Mungu alikuwa nacho kwako, you have it. Unacho. Hence the gospel, hence the good news. Na hata injili hii ambayo there would be no news if it was not there. Basi hakungekuwa na habari kama ingalikuweko. And that's why Paul says, I am not ashamed of the gospel. Sasa anasema kwamba mimi siaibiki injili. It's the power of God unto salvation. Basi ni nguvu za Mungu na wokovu. For in the gospel, katika injili, a righteousness is revealed. Mwenye haki anadhihirishwa. What is to reveal something? Kudhihirisha ni kufanya nini? Kwa Kiswahili? Kufunua. Kufunua ni kufanya nini? Kufunua ni kufanya nini? Kuonyeshana kitu ambacho kipo. For example,
Wacha nitumie kitabu yenu kidogo. Biblia yako iko wapi? Imefunikwa, si ndio? So kufunua ni kuonyeshana, unua. tuone. So ilikuwa ama ilikuwa? Ilikuwa. Lakini ilikuwa imefunikwa. So habari njema inafanya nini? Inafunua kile ambacho kilikuwa ndani. Ilikuwa imefichwa, si ndio? News. Habari Reveals what happened. nafunua kile ambacho kilifanyika. Amen. Hey. Tunaelewa sasa? Na hicho ndio tumekuja kuhubiri hapa. Amen. Vitu ambacho ilifanyika. Vitu ambavyo vimefanyika kabla hata hatujeumbwa. Amen. Kwa sababu Ephesians inatuambia hivi, he chose us in Christ before the foundation of time. Haleluya. Tulichagua kabla ya misingi ya nyakati. To be holy and blameless in his sight. Tukiwa watakatifu tusihesabiwa chochote. You are blameless before God. Wewe basi usafi mbele za And Bwana. that is the good news. Na hilo ndio injili You njema. are in the image of God. Wewe uko katika umbo wa Mungu. On the sixth day, Katika siku ya sita, after God had created everything, baada ya Mungu kuumba kila kitu, God saw what he had created. Mungu akaona kile alichokuwa amekiumba, And it was very good. akaona kilikuwa kizuri. Nahum 1:7. Nahum kifungu cha kwanza mstari wa 7. God is good. Mungu ni mwema. So if God says he is good, Kwamba Mungu anasema yeye ni mwema, and now Mr. Good says what he has created is very good, na huyu ambaye ni Bwana wa wema anasema alichokiomba ni kizuri, how good is that thing? basi kitu kile ni kizuri kwa jinsi gani? As good as he is. Kwamba ni kizuri jinsi alivyo mzuri. Let nobody cheat you of your identity. Kwamba mtu asikudanganye jinsi ulivyo. There is nothing wrong with the image of God. Hakuna ubaya wowote kwa kitu ambacho Mungu aliumba. Because image of God looks like God. Umbo la Mungu lamfanana yeye. And God himself testified when he said, it is very good. Na Mungu akashuhudia na akasema kwamba ni kizuri. It is time to be defined by your creator. Basi ni wakati sasa ukaweze kuelezewa na muumbaji wako. Your creator defines you as in his image. Na kwamba muumba wako anakuelezea katika umbo wake. That's why Jesus was given. Ndiposa Yesu akapeana. To open our eyes to understand who we were. Apete kutufungua macho tujielewe sisi ni kina nani. When Jesus was dying on the cross, Wakati Yesu alipokuwa anakufa msalabani, he was not redeeming us from the devil. alipokuwa He was not redeeming us from the devil. hakuwa anatuokoa kutoka kwa shetani. He was redeeming us from the fallen mindset of what we thought we were. Alikuwa anatuokoa kutokana na mawazo yetu jinsi tulivyokuwa tunachukulia. Because a thief can never take ownership. Ni kwa maana mwizi hawezi akachukua kitu. If you steal something from me, Ukiniimbia kitu, you don't have a say in court. basi una jambo la kusema kule kotini. Because you stole it. Ni kwa maana uliiba. God did not come to help a thief and pay a thief. Mungu hakuja kulipa na kusaidia mwizi. God was coming to seek and save his own. Kwamba Mungu alikuwa amekuja kutafuta na kuokoa kilicho chake. And do you know what was his own? Na unajua nini kilichokuwa chake? You. Wewe. You. Wewe. You. Wewe. Amen? Amen. I cannot pay 1 million shillings Siwezi lipa milioni moja for a plastic chair kwa ajili ya kiti ambacho ni cha plastiki. and pay 1 million shillings Niweza lipa milioni moja for a half acre land. kwa ajili ya ekali, nusu ekali ya shamba. So the amount of money I use, Basi kiwango kile cha pesa nitakachokitumia, it reflects the worth of what I am buying. basi inadhihirisha gharama ya kitu kile ambacho nakinunua. You were not purchased by gold. Wewe ukununuliwa kwa dhahabu. You were purchased by the precious blood of Jesus. Ulinunuliwa na damu ya dhamana Yesu Kristo. That makes you understand your worth to God. Basi hilo linatufanya ujione ya kwamba unastahili kwa Mungu. He didn't buy you with gold, Hakukununua kwa dhahabu, but his own son lakini mwanae wa kipekee for you. kwako. And
just as you come. My brother comes before. Yeah. That which the angels were worshiping in heaven. Hicho ambacho malaika walikuwa wanaabudu mbinguni. And all the creatures. Na viumbe vyote. Worthy is the lamb who was slain. Unastahili wewe mwanakondoo uliyechinjwa. Worthy is the lamb who was slain. Unastahili wewe mwanakondoo uliyechinjwa. Day and night they are worshiping the lamb who was slain. Jana na usiku wakinamia mwanakondoo aliyechinjwa. And Jesus comes. Na Yesu anakuja. And on the cross, basi msalabani, he becomes the lamb who was slain. Anakuwa basi mwanakondoo aliyechinjwa. But it doesn't stop there. Na iachilie hapo. He says, eat my body. Na anasema kwamba kuleni mwili wangu. Drink my blood. Na mkapate kunywa hata damu yangu. The same lamb that is being worshipped in heaven. Ya kwamba kondoo huyu ambaye tayari anazidi kwa you as food, daily bread. Ya kwamba sasa amepeana kwako kama kitu kizuri. How much worth are you to God? Basi wewe ni wa dhamana kwa jinsi gani mbele za Mungu? All the creatures in heaven worship the lamb. Hallelujah. Ya kwamba viumbe wote mbinguni wanaimba. And you have been given the blood of Jesus. Hallelujah. Jesus worship day and night. Ambaye anaabudiwa mchana na usiku. And you are baptized in him. Na basi umebatizwa katika yeye. You are a precious Hallelujah. Wewe ni wa dhamana sana mbele za Mungu. Don't underestimate yourself. Basi usijidharau wewe. Because God loves you so much. Kwa maana Mungu anakupenda. And he has made open his love for you. Na sasa amefungua upendo wako kwake. By publicly purchasing you. Na basi akakununua kwa uwazi wewe. With his own blood. Na damu yake mwenyewe. You are precious to God. Basi wewe ni wa dhamana. Look at the facts. Look at the evidence. Hallelujah. Tizama dhihirisho. Look at the evidence. Tizama dhihirisho. And receive. Na upokee. The love of your Father. Basi upendo wa baba yako. Amen. Thank you.